Ni kuombe kitu ndugu yangu unayejiandaa kutazama video hii. Hebu jaribu kuvaa viatu vya mzee huyu Adam Kimai Timothy aliyezaliwa miaka 72 iliyopita. Na kama utashindwa kuvaa viatu hivi, basi jipige kifuani mara 3. Mwambie Mungu asante kwa kunilinda hai mpaka hii leo. Steering road ilichomoka. Magari yetu yale nilikuwa na mizigo mipana 682. Sasa baada ya steering road kuchomoka, nilipokuwa napambana nayo hivi, usukani ukaviringika kwa kasi. Ulipoviringika kwa kasi ukakumba mikono yangu yote miwili, ikakatika pale pale kabla gari haijalala mwenye mtaro. Hili ni pigo kweli kweli, lakini pigo lingine ni la kuondokewa na mkewe miaka ya 90. Mkasa wake ulianzia katika ujenzi wa daraja hili. Hili ni daraja la Mto Mara. Aina ya daraja hili ni Cable Stay Bridge, likiwa na urefu wa mita 223.3. Ujenzi wake ulianza mwaka 1980 na kukamilika mwaka 1985, ambapo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alilizindua daraja hili mnamo Oktoba 14 mwaka 1985. Daraja hili linavuka mto mkubwa wa kimataifa unaoziunganisha nchi za Tanzania na Kenya. Kiikolojia, mto huu ni mshipa mkuu wa uhai wa uhifadhi wa Serengeti na Masai Mara. Sasa wakati wengi tukifurahia uwepo wa daraja hili ambalo limekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo yetu, leo mzee huyu historia yake ni tofauti kidogo. Mwaka 1984 alipata ajali wakati wa ujenzi wa daraja hili la Mto Mara, na yeye akihudumu kama dereva wakati wa ujenzi. Nilikuwa kama driver wakati nilikuwa nimefuata vifaa vya ujenzi pale Masanza. Kampuni yetu ilikuwa Masanza, kampuni kubwa. Hasa wakati nilikuwa nimefuata vifaa vya ujenzi kuvileta pale, ndio njiani gari ikachomoka steering road. Nilipokuwa napambana nayo hivi, usukani ukaviringika kwa kasi. Ulipoviringika kwa kasi ukakumba mikono yangu yote miwili, ikakatika pale pale. Waziri Mkuu anafanya ziara hapa mkoani Mara. Mzee Timothy anajitokeza na kuomba msaada wa bajaji. Ombi langu, ninaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu uniwezeshe bajaji hii ya mizigo tani 1.5 ili iwe chachu katika kunisaidia mimi na familia iliyobaki. Dr. Mwigulu Nchemba ni kiongozi mwenye huruma, kiongozi anayetembea na maono ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuwapatia tabasamu wa Tanzania. Anaamua kumkubalia ombi lake mzee huyu. Haya, asante. Onana na kijana wangu hapo, tupate mawasiliano yako. Tutakupatia hiyo bajaji, haina shida, tutakusaidia hiyo bajaji. Neno asante lina maana kubwa sana kwa aliyekusaidia jambo fulani. Mzee huyu anamshukuru waziri mkuu. Anashukuru kwa msaada mkuu na imani kwa hali hii, kwa ahadi yake itanifanya niwe na maisha tena miaka si chini ya 30 ijayo kutokana na msaada wake Mheshimiwa Waziri Mkuu. Namshukuru sana sana kwa hilo alilofanya. Haya ni matendo ya huruma yanayofanywa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kwa Watanzania wenye kuhitaji tabasamu na upendo wa kweli. Kwa hili, asante Daktari Mwigulu Nchemba. Hakika unaonesha dhamira ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuwaletea tabasamu wa Tanzania.